mapenzi yako yatimizwe hapa kama uko mbinguni. Mtakatifu halisi sana kwetu, zaidi ya jana, zaidi ya juzi. Kusudi lako liwe halisi sana kwetu, mapenzi yako yakatimizwe kwetu. Unayataka yote yakafanyike, neema yako ikaongezeke, fadhili zako zikaachilia kwetu. Tufundishe mapenzi yako, tuongoze katika kusudi lako, kwa ajili ya jina lako Kristo Yesu, kwa ajili ya jina lako Mwokozi. Bariki sana, neema yako izidi, rehema zako zizidi, na kibali chako kiongezeke. Mapenzi yako yatimizwe na ufalme wako uje sasa na hata milele, sasa na hata milele, sasa na hata milele, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru ametusaidia, ametupa nafasi hii kwamba tuje tujihudhurishe mbele zake jioni leo, na tunarudisha sifa, heshima na utukufu mbele ya kiti chake cha enzi, kwa sababu ametusaidia sana hadi sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutapata neema ya kujifunza kwa kadiri ya vile Bwana Yesu atatupa nafasi na wepesi. Twende kwenye zamu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Leo tunaanza nayo siku ya Jumapili. Natamani tuendelee mbele kusema. Nilianza kusema ubatizo wa Roho Mtakatifu unakuja pale watu wanapomsubiri Bwana. Pindi watu wanapomsubiri Bwana, hapo ndipo ubatizo wa Roho Mtakatifu unafanyika halisi sana, na hapo ndipo ambapo watu wanaenda kwenye zamu ya Roho Mtakatifu kuchukua maisha yao yote, kwa sababu tulisema ubatizo wa Roho Mtakatifu ni mtu kuzamishwa ndani ya Roho Mtakatifu, lakini pia tukasema ni tendo la Roho Mtakatifu linatoa maisha ya mtu yote. Ni tendo la mtu kuyasalimisha maisha yake yote kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kinachoendelea sasa kwenye maisha ya mtu ni kile ambacho Roho Mtakatifu anakitaka. Mapenzi ya huyu mtu yote yanasimama, lakini mapenzi ya Roho Mtakatifu ndio ambayo yanatimizwa sasa. Kwa tendo hili nikasema si kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni namna ambayo inaweza ikatuvuta kwenda kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Tendo hili si mtu kuhudumu, kusimama kwenye madhabahu na kusema mimi ni mchungaji, mimi ni mtume, mimi ni nabii na kadhalika na kadhalika. Tukasema mtu anaweza akapita vyeo lakini bado hajabatizwa katika Roho Mtakatifu. Bado Roho Mtakatifu hajapata nafasi ya kuyatoa maisha ya huyu mtu kwa 100%. Kwa tukawa tunajifunza siku ya Jumapili, tukasema panahusisha kumsubiri Bwana, namba moja. Namba mbili, panahusisha kunena kwa lugha sana. Namba tatu, panahusisha kulitafakari neno la Mungu. Namba nne, panahusisha kufunga na kusali, kama vile Biblia inavyotufundisha na kwamba namna hii haitoki ila kwa kufunga na kusali. Kwa kufunga na kusali ni sehemu ambayo inatuvuta kuelekea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu ambaye anasema nahitaji kubatizwa katika Roho Mtakatifu, lazima ajifunze kufunga na kuomba, lazima ajifunze kunena kwa lugha sana,
lazima huyu mtu alitafakari sana neno, lakini lazima huyu mtu amsubiri Bwana. Lazima huyu mtu amsubiri Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa katikati pana shughuli za kufanya, ni zaidi ya kwenda kwenye maombi na maombezi, mtu akawekewa mkono akasema nimebatizwa katika Roho Mtakatifu. Wengi wao tunapata ile ishara, ile alama ya kunena kwa lugha, na tukishapata hiyo, nikasema wengi wetu tunaishia hapo. Tunahisi kwamba nimemaliza sasa, nimeenda sasa, imefika sehemu. Hata sasa kuna watu hata kubatizwa kwa Roho Mtakatifu kwa ile neema tu ya kunena kwa lugha imekuwa ni changamoto kwa sehemu kubwa ya watu. Lakini kwa vile wale watu walipopata sehemu ya kuanza kunena kwa lugha, wakaona kwamba tumemaliza, kumbe ndo nikasema ndo alikuwa ameanza sasa hatua ya mwanzo, ambapo tulitarajia kutoka hapo sasa atumie muda mrefu kunena kwa lugha, atumie muda mrefu kulitafakari neno, atumie muda mrefu kumsubiri Bwana. Tuanze kuona maombi ya kufunga na kusali yakizaliwa. Tuanze kumuona akiwa anakula leo, kesho anaingia kwenye maombi. Akiwa anakula wiki hii, wiki ijayo anaingia kwenye maombi. Asifiwe. Asifiwe. Lakini watu walipofika mahali sasa leo hata kufunga na kusali, watu wanasema sio lazima kunena kwa lugha, sio lazima. Sijajua hasa ni nini ambacho kinakuwa lazima sasa. Lakini kwenye hili eneo la ubatizo wa Roho Mtakatifu litatupeleka kwenye nafasi ambayo tutaanza kutumiwa na Mungu kwa viwango vya juu. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tamani twende mbele kwa zamu ambayo Yesu anatupa sasa kwa muda. Tuzungumze kwa habari ya kumsubiri Bwana, kwa sababu ile siku niligusa tu kidogo kumsubiri Bwana, alafu baadaye nikaacha hicho kipengele, sikwenda mbali. Kumsubiri Bwana, utapata neema ya kusema na vingine hivi ninavyovitaja. Kumsubiri Bwana wakati wa ubatizo au kuelekea ubatizo panahusisha kumsubiri Bwana. Zaburi ya 62 mstari wa kwanza tulisoma hiyo Zaburi, na tamani ndipo tuanzie tu hapo wakati tunaendelea mbele. Zaburi ya 62 mstari wa kwanza, alafu tutasoma na mstari wa 5. Amen. Nafsi yangu yangoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu kutoka kwake. Mstari wa 5. Nafsi yangu ngoja Mungu peke yake kwa kimya, tumaini langu kutoka kwake. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu kutoka kwake. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu kutoka kwake. Nafsi yangu umngoje Mungu peke yake kwa kimya, tumaini langu kutoka kwake. Mstari wa kwanza na mstari wa 5 ni mistari ambayo inafanana. Anasema nafsi yangu inamngoja Mungu, alafu baadaye anapata nafasi ya kuisemesha nafsi yake. Anasema nafsi yangu umngoje Mungu peke yake kwa kimya, kwa sababu tumaini langu linatoka kwake. Nafasi ya kumsubiri Bwana. Tukisema kusubiri, tunazungumza tu kukaa chini, kusitisha mambo mengine na kusubiria kitu kimoja. Tukisema kusubiri, hatuna tafsiri ambayo ni ya ajabu sana nje ya neno lenyewe kusubiri. Kusubiri ni kukaa chini, ni kusimama. Wakati huo mtu akiwa na tarajio la kupata kitu fulani au kumpata mtu fulani au kuelekea mahali fulani. Kusubiri. Kwa tukizungumza neno kusubiri ni kukaa chini
au kusimama kwa namna yote ile, lakini katika kukaa, katika kusimama, katika namna yote ile panahusisha kutazama au kutarajia kitu fulani. Yesu asifiwe. Kutarajia kitu fulani. Nakaa hapa wakati natarajia kitu fulani, namtarajia mtu fulani. Sasa Biblia inasema nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kiu. Kwa hiyo cha kwanza, unaona, katika kusubiri ni lazima tujue tunasubiri nini. Hicho kitu lazima kifahamike. Kwa umeona, tunapojifunza kipengele hiki cha kumsubiri Bwana, ni lazima mtu ajue anasubiri nini. Si tu kwenda unakaa pale alafu unatarajia chochote kitokee. Hapana. Unabainisha unachotaka kitokee. Sawa? Yaani unapokaa pale tunasema unamngoja Bwana, maana yake unamsubiri Mungu atokee. Kwa hiyo sio kwamba chochote kitakachotokea basi nitakipokea. Hapana. Kuna kitu mahususi ambacho ninaanza kusema na msubiri Bwana. Nataka Mungu anitokee. Nitakaa hapa kwa siku 5. Nitakaa hapa kwa mwezi mmoja. Nitakaa hapa kwa miezi 6. Nitakaa hapa mpaka pale nitakapopata, mpaka pale nitakapokutana na Mungu. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tunajifunza ni nini unafanya, ni nini nafanya ili Roho Mtakatifu ayatwae maisha yangu yote. Ili Roho Mtakatifu ayatwae maisha yangu yote, ili nibatizwe katika Roho Mtakatifu. Kwa hapa tunasema mtunga Zaburi anasema nafsi yangu yamngoja Bwana peke yake kwa kiu, wokovu wangu unatoka kwake. Nitagusa mara kadhaa faida za kusubiri. Kwa hiyo anasema cha kwanza kabisa ni lazima ujue unasubiri nini, na nimefundisha nikasema mambo ya rohoni upaswi kwenda ukiwa unatarajia chochote kitokee. Lazima ubainishe unachotaka kitokee. Unapoanza kuingia kwenye maombi ya kufunga na kusali, kwenye mkesha, kwa namna yoyote ile, lazima uwe na kitu ambacho unakitarajia kitokee. Lazima niwe na kitu ambacho nakisubiri. Nikienda hapo kanisani asubuhi mpaka jioni, lazima niwe ninatarajia Yesu Kristo anitokee hapa. Sio kwamba naenda kuona ni nini kitatokea. Nimeshatengeneza kitu ninachotaka kitokee, ndio maana nimeenda huko kukitafuta. Kwa hiyo kwenye akili yangu namsubiri Bwana, kwenye moyo wangu namsubiri Bwana. Lakini ukiangalia maneno haya anasema nafsi yangu yamngoja Bwana, kwa maana ya kwamba Biblia haisemi mwili wangu unamngoja Bwana. Sawa? Roho yangu inamngoja Bwana. Anasema nafsi yangu yamngoja Bwana. Tukizungumza nafsi hapa tunasema utu, tunasema mtu. Sawa? Pale tunaposema nafsi yangu. Lakini ninatamani sana tupate, kwa sababu Zaburi ya 62 mstari wa kwanza anasema nafsi yangu yamngoja Bwana. Mstari wa 5, nafsi yangu ungoje Bwana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Na nataka nikuonyeshe nafsi ili baada ya hapa ninapoenda mbele kufundisha ujue hasa kumsubiri Bwana hasa ni vitu gani. Zaburi ya 42. Zaburi ya 42. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza. Nisome 42 mstari wa kwanza. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku e Mungu. Vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku e Mungu. Mstari wa pili. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu. Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Ni lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Mstari wa 5 anasema nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu?
Mstari wa 6, nafsi yangu imeinama ndani yangu, kwa hiyo nitakukumbuka. Yesu asifiwe. Kuna vile ambavyo tukijifunza kumsubiri Bwana tunahitaji kujifunza kwa uzuri nafsi, kwa maana ya kwamba kuna kitu kinasomeka hapa. Anasema nafsi yangu msubiri Bwana, maana yake anaweza utu wangu, au mimi namsubiri nani? Bwana. Sio sawa? Lakini tuna kitu ambacho tukisema kwenye Kiingereza tuna kitu kinasema subconscious mind. Tukizungumza subconscious mind tunazungumza ufahamu. Sawa? Tunazungumza ufahamu. Na tukisema ufahamu tunasema nafsi. Kwa sababu nafsi ndio inayobeba ufahamu, utashi, nia, matakwa, mawazo. Sawa? Nafsi ya mtu. Ambapo tumesema nafsi tukiwa tunajaribu kumnyumbulisha mtu, ambapo watu tunajifunza tunasema ni kiunganishi kati ya roho na mwili. Nafsi. Kwa hiyo tukisema hivyo, nafsi yangu umngoje Bwana. Angalia sasa, tukigusa tu neno nafsi, kama hatujasema ni mtu, tunataka kudili na hiki kipengele kimoja, nafsi. Na kwa nini Biblia hasa mtunzi au ambaye anakwenda akiwa amenyooka sana na nafsi, aseme roho yangu yamngoja Bwana, aseme mwili wangu yamngoja Bwana. Sawa? Ananyooka tu anasema nafsi yangu umngoje Bwana, kwa maana anazungumza kitu kinaitwa subconscious mind, ufahamu, mawazo. Sasa nimesema tunapoenda kumsubiri Bwana lazima tuwe very specific. Lazima. Yaani siendi nikitarajia chochote kitokee alafu nikipokee. Siendi nikitarajia chochote alafu nikitoka ndio nasema kwamba kimetokea hiki. Naenda nikiwa na tarajio la kwamba nataka kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Naenda nikiwa na mtazamo, naenda nikiwa na ufahamu wangu nimeuelekeza kwa Bwana. Nasema nafsi yangu yamngoja Bwana kwa kina. Maana yake ile zamu ambayo nafsi yangu, mawazo yangu, utu wangu wote, sawa? Utu wangu wote umebebwa, umegubikwa na kiu na njaa na shauku ya kutaka kumwona Mungu. Ndio maana huyu anapoandika hapa anasema hii Zaburi ya 42 anasema hivi, nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Yaani anatamani, ana njaa, ana kiu, ana shauku. Yaani anauliza ni lini, itakuwa lini? Sawa? Ni lini nitakuja nionekane mbele za Mungu? Kwa maana ya kwamba ufahamu, tendo la kumsubiri Bwana sio tu tendo ya kwamba nitatoka nitaenda mlimani, nitatoka nitaenda kanisani, nitatoka nitaenda kwenye ibada. Ni shauku, ni kiu, yaani natembea njiani, lakini ambacho kinabeba ufahamu wangu ningekutana na Yesu. Sawa? Yaani unapoona natoka nyumbani naenda kanisani, natoka nyumbani naenda kazini, naenda popote, kilicho ubeba moyo wangu natamani ningemwona Bwana. Sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ile kiu, ile njaa ambayo inatengenezeka, yaani kwenda kwenye maombi ni maelezeo ya ile kitu ambayo iko ndani yangu. Kufunga, kukesha, kuhudhuria ibada ni maelezeo ya kile ambacho kimejificha ndani yangu. Yaani ya kwamba kwa vile ambavyo natamani siwezi kujizuia. Inafika tu zamu nasema, ninawezaje? Ngoja leo nisilale nyumbani nikalale kanisani. Ninawezaje? Ngoja leo nisile. Sawa? Ukiwa unafanya bila kuwa na shauku, huo ndio unaitwa utaratibu wa kidini. Sawa? Yaani wewe unafanya kwa sababu imetangazwa ufanye. Unaenda kwa sababu imetangazwa. Unafunga kwa sababu tangazo limepita. Huo unaitwa utaratibu wa kidini ambao mara zote tunafanya hatupati matokeo. Yesu asifiwe. Unapofanya vitu kutimiza taratibu, yaani ukiona unafanya kitu usicho na kiu nacho, yaani unaenda lakini ndani yako hapana msukumo wowote, unajua huu ni utaratibu wa kidini. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini unapofanya kitu kutoka ndani, yaani tangazo la kufunga halijatoka, unajisikia tu kufunga kutoka ndani, unajisikia tu kwenda kulala kanisani ili ukutane na nani?
Hiyo inaitwa njaa, kiu, shauku. Kwa anaposema nafsi yangu inamngoja Bwana kwa kimya, tunasema subconscious mind, mawazo. Sawa? Mawazo, fikra, mitazamo, utashi, nia, matakwa. Tukiwa tunasemea subconscious mind, vile ambavyo unafika kwenye nafasi ambayo mawazo yako yote yanamtazama Bwana. Kwa sababu katika kumsubiri Bwana kuna kitu kwenye Kiingereza tunasema silence, kingine kinaitwa stillness. Sawa? Silence and stillness. Tukizungumza kunyamaza kwenye Kiswahili, nikifanya hivi wewe unasema nimenyamaza. Sawa? Lakini naweza kufanya, ila kinachoendelea hapa kuna mazungumzo yanaendelea. Sawa? Mdomo hausemi, kwa maana kwamba mwili umetulia, lakini nafsi inazungumza. Haufungui kinywa kusema, lakini una mawazo mengi. Ibada ikisha naenda mara fulani, yani tukimaliza tu maombi naenda kusoma kitu fulani, tukimaliza tu maombi ninaenda kula chakula. Yani wote mtu amefunga, lakini kinachomdrive ni kufanya nini? Ni kufungua. Sawa? Yesu asifiwe. Masaa 10 na ngapi? 12, masaa 24. Lakini kinachoendelea moyoni anasema sina fungua. Asemi kwa kili, ila moyoni anasema sitafungulia nini? Fikiri viazi vitatosha kweli? Nitashiba kweli? Chai ya maziwa. Sawa? Ningepata futari. Sawa? Kwa hiyo ambacho kinazungumza ndani, anaweza akachukua kiti akakaa, asifunue kinywa kusema, lakini subconscious mind inasema. Sawa? Alafu subconscious mind, nafsi, ndio tumesema ndio kiunganishi kati ya mwili na nini? Na roho. Kwa lazima roho yangu na nafsi yangu viungane. Roho yangu na nafsi yangu vinaunganikaje? Pale ambapo ninaacha kufikiri mambo ya mwili na kuanza kufikiri mambo ya roho. Tukisema kumngoja Bwana, kumsubiri Bwana, nafsi yangu umngoje Bwana, maana yake ufike mahali fulani, ujitenganishe na hali za dunia hii, ujitenganishe na mahitaji yako ya dunia hii, ujiunganishe na mahitaji yako ya roho. Huko ndo kunaitwa kumsubiri Bwana. Kwa hiyo pana possibility ya kwenda Mlima Mbeya kwa siku 7. Pana possibility ya kuhamia kanisani siku zote, alafu ukawa haumsubiri Bwana. Na baada ya muda fulani utakuwa discouraged, kwa sababu utasema mbona kila siku naenda? Mbona kila siku nafunga? Unafunga lakini haujafika kwenye nafasi ya kujitenganisha kwa jinsi ya roho. Kujitenga na mwili na kujiunganisha na roho. Haujafika kwenye zamu ambayo unasitisha mambo ya mwilini. Sio kama hauna mambo ya mwilini. Mambo ya mwilini unayo. Wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mfanyakazi, wewe ni mkulima, wewe ni mfugaji, kuku wanaumwa, sawa? Unafanya biashara, umepata hasara kwenye biashara yako. Ni mfanyakazi, umefukuzwa kazi. Ni mwanadamu, unatakiwa ule, unatakiwa uvae. Lakini unakuja kwenye nafasi ambayo unasahau ya kwamba unafanya biashara na ulipata hasara. Sawa? Unasahau ya kwamba wewe ni mwanafunzi, unatakiwa usome. Unasahau ya kwamba unatakiwa ule. Nafasi ambayo tunakwenda kumsubiri Bwana, mtu anakuwa very empty. Nafsi ya mtu inanyamaza kimya. Sawa? Inanyamaza kimya kwa maana ya kwamba hafikiri tena biashara, hafikiri tena shule, hafikiri tena masomo, hafikiri tena mambo yanayomzunguka. Anajibadilisha, anaanza kumfikiria Bwana. Yesu asifiwe. Kwa angalia, nimesema silence and stillness. Sawa? Na au kuna kitu kinasema quietness and silence. Sawa? Tunaweza kusema be quiet kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili nyamaza. Mtu anasema tunasema be quiet, lakini ndani anasema yaani hivi mdomo au usemi, ila nafsi inasema hivi kwa nini ameniambia ni nyamaza? Huyu jamaa ananidharau sana. Sawa?
Yaani mimi kitendo cha kuja hapa, ameona mimi sina maana, sio? Ameona niambia ni nyamazi. Haongei kwa jinsi ya kutoa sauti, lakini ndani anazungumza. Yule mtu unasema amekuwa nini? Quiet. Yesu asifiwe. Lakini tukisema silence inahusisha kutulia mdomoni na kutulia nafsi. Tukisema silence, ambapo hapo ndo tunazalisha kitu kinaitwa stillness. Sawa? Tukifika nafasi ambayo, Baba, katika jina la Yesu, naomba neema ya kukungoja na kukusubiri. Neema ya kukungoja na kukusubiri. Neno lako linasema wanawali wazuri watazimia, vijana wenye nguvu watachoka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watakwenda juu kwa mbawa zao kama tai, hawatachoka. Bwana Yesu Kristo, na yeyote atakayetazama video hii, na yeyote atakayesikiliza, naomba neema iende juu yake. Rehema zako ziende juu yake. Kwa ajili ya watazamaji wote ambao wanafuatilia ukurasa wetu wa YouTube, ambao wanafuatilia TikTok, masomo haya yatasikiwa huko. Bwana, mguso wako katika roho, neema ya kukusubiri na kukungoja, neema ya kukaa uweponi mwako, neema ya kukaa uweponi mwako. Fikirini mkawaite wanawake wanaojua kuomboleza. Bwana Yesu akainuke kama mwanamke muombolezaji kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa, kwa jina la Yesu Kristo. Aketie mahali pa siri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, na mabaya yatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Roho Mtakatifu uwe halisi sana sana sana, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Yesu makofi.